الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni Jumatano ya tarehe 29 mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja mwaka 1446 sawa na tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 2025 miladia. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. الشيخ anaendelea kuwarudi hawa muattila min al-ash'ira wal-mu'tazila wal-maturidiyya wa ghayrihim katika njia zao za kukataa sifa za Allah azza wa jalla. Tuelezea jana raddi ya kuwarudi hawa katika sifa ya rahma wanaoikanusha kwa Allah azza wa jalla. Al-ash'ira wal-maturidiyya wa ghayruhuma wanakataa sifa ya huruma ya Allah azza wa jalla. Huyo shekhe amewarudi kwa raddi nyingi. Moja jana akaelezea annahu tariqun mubtada'un lam yakun alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala salaful umma wa a'immatuha. Njia hiyo yao wanaoitumia ya kukataa rahma ya Allah azza wa jalla kwamba eti inalazimisha upungufu kwa Allah azza wa jalla, njia hiyo ni ya uzushi. Hakuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam wala watu wema ummati huu wala immatuha. Qala wal bid'atu la tudfa'u bil bid'ah wa innama tudfa'u bis sunnah. Bid'a haizuiliwi kwa bid'a nyingine, isipokuwa bid'a inazuiliwa kwa sunna. Leo anasema athani anna al-mu'tazila wal jahmiyya yumkinuhum an yahtajju lima nafawhu ala al-ash'ira wal maturidiyya bimithli ma ihtajja bihi al-ash'ira wal maturidiyya lima nafawhu ala ahli as-sunnah. Mu'tazila na Jahmiya inawezekana wawatolee hoja kwa sifa wanazokanusha, wawatolee hoja Ash'ari na Maturidiyya mfano wa hawa Ash'ari na Maturidiyya walivyotolea hoja sifa walizozikanusha kwa ahlus sunna. Fayaqulun laqad abahtum li anfusikum nafya ma nafaytum min as-sifat bima za'amtumuhu dalilan aqliyan wa awwaltum dalilahu as-sam'iyya. Nyinyi mmehalalisha kwa nafsi zenu kukanusha zile ambazo mmezikanusha katika sifa, bima za'amtumuhu dalilan aqliyan, kwa vile mlivyodai kwamba ni dalili ya kiakili. Akili inakataa sifa hizo, akili zao zinakataa sifa hizo za Allah wanazozikataa. Wa awwaltum dalilahu as-sam'iyya, mkafanya tawil dalili yake ya kusikia. Falimadha tuharrimuna alaina nafya ma nafainahu bima narahu dalilan aqliya. Kwa nini sasa mnakataa? Tuharrimuna alaina, mnatuharamishia kukanusha sifa ambazo tumezikanusha. Bima narahu dalilan aqliyan, kwa vile navyo tulivyoona sisi ni dalili ya kiakili. Wa nuawwilu dalilahu as-sam'iyya, na sisi pia tunafanya tawil dalili yake ya kusikia. Falana uqulun kama anna lakum uqula, sisi tuna akili kama nyinyi mlivyo na akili. Fa in kanat uquluna khati'a fakaifa kanat uqulukum sa'iba, ikiwa akili zetu zimekosea, vipi zitakuwa akili zenu zimepatia?
وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة. Ikiwa akili zenu zimepatia, vipi akili zetu zitakuwa zimekosea? وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. Na hamna hoja katika kutukataza hilo isipokuwa mujarrad wa kuleta hukumu na kufuata hawa zenu. المعتزلة والجهمية الشيخ يقول من المعلوم أن المعتزلة والجهمية ينكرون الصفات جملة. Ni katika jambo linalojulikana kwamba Mu'tazila na Jahmiya wanakanusha sifa zote kwa jumla. Wayaquluna inna Allaha la yusafu bisifa. Wanasema hawa Mu'tazila na Jahmiya kwamba Allah hasifiwi na sifa yoyote. Fahal yumkinu lil ash'ira alladhina yunkiruna as-sifati ma 'ada as-sam'a an yahtajju alayhim. Sheikh anasema, je, inawezekana kwa Ash'ari wanaokanusha sifa zote isipokuwa sifa 7 tu wanazithibitisha kwa Allah, wao inawezekana kuwatolea hoja hawa Mu'tazila na Jahmiya? Aljawabu la, jawabu ni kwamba hapana. لأن المعتزلة والجهمية سيقولون أنتم أولتم في صفات ظننتم أن العقل لا يدل عليها مثل الرحمة والضحك والمجيء والعجب وما أشبه ذلك. watasema Mu'tazila na Jahmiya, nyinyi mmefanya tawili sifa ambazo mmezidhania kwamba akili haifahamishi juu ya sifa hizo, akili inazikataa. Mfano wa huruma za Allah, kucheka, kushuka, kuja, kustaajabu na zinazofanana na hizo. Taqulun, nyinyi mnasema innal aqla la yadullu alaiha, akili haifahamishi sifa hizo kuwa ni za Allah. Na wao wanasema wa nahnu aidan ankarna sifat lianna al-aqla la yadullu alaiha au yadullu ala nafiha. Sisi pia tunakanusha sifa za Allah kwa sababu akili haifahamishi, haizikubali, au akili inazikataa. Fa ayu farqin bainana wa bainakum, kuna farqa gani baina yetu na baina yenu? Antum law athbattumul jami'a falakum hujjatun alaina walau nafaytumul jami'a lawafaqtumuna. Nyinyi lau mngedhibitisha zote ingekuwa ni hoja dhidi yetu. Walau nafaitumul jamia, lau mngezikataa zote, la wafaqtumuna, mngetuwafiki sisi. Amma an tuthbitu ba'dan wa tatruku ba'dan bihujjati al-aqli fanahnu aidan nuthbitu al-asma'a wa la nuthbitu as-sifati bihujjati al-aqli. Wanasema hivyo Jahmiya na Mu'tazila, ama kuwa mnathibitisha baadhi ya sifa na mnaziwacha baadhi nyingine kwa hoja ya kwamba akili haikubali. Sisi ni hivyo hivyo, tunathibitisha majina ya Allah na hatuthibitishi sifa zake kwa hoja ya kwamba akili zetu haikubali. Mnaelewa? Mu'tazila na Jahmiya wangetoa hoja hiyo, falimadha tuharrimuna alaina nafya ma nafainahu wa tuhibbuna li anfusihim an tanfu mithlahu. Vipi nyinyi mnatuharamishia kukanusha sifa tulizozikanusha, halafu mnazihalalishia nafsi zenu kukanusha kama hivyo? qalu wa hal hadha illa udwanun ala an-nas wa tanaqudun fil aqwal. Haikuwa hii isipokuwa ni kuwafanyia uadui watu na kugongana katika maneno yenu. Fa imma an tuwafiquna wa imma an tuwafiqu ahla sunna. Mu'tazila na Jahmiya wanawaambia Ash'ari, ima mtuwafiki sisi au muwafiki ahlus sunna wanaothibitisha majina na sifa za Allah ambazo Allah ameithibitishia nafsi yake au Mtume sallam amemthibitishia Allah azza wa jalla. قال الشيخ ولهذا كان الأشاعرة خصوما للمعتزلة والجهمية وخصوما لأهل السنة. وهي أشاعرة ndio maana ni mahasimu wa Mu'tazila na Jahmiya,
pia ni mahasimu wa ahli sunna. قال الشيخ: وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية. hii ni hoja ya nguvu na ni ilzam iliyo sahihi kutokana na hawa Jahmiya na Mu'tazila wa hawa Ash'ariyya na Maturidiyya. wala madfa'a lidhalik wala mahisa anhu إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يتردون هذا الباب. hakuna cha kuzuia wala hakuna cha kukimbilia isipokuwa kurejea katika madhhabi ya salaf ambao yatruduna hadha albab, wanaufunga mlango huu wa kutia akilini. ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة ونمثبتشيا الله majina na sifa ambazo Allah ameithibitishia nafsi yake katika kitabu chake Qur'an au kwa ulimi wa mtume wake sallallahu alayhi wasallam, ithbatan la tamthila fihi wala takyif, uthibitisho ambao hauna kumfananisha Allah na viumbe vyake, wala uthibitisho ambao hauna kuzifanyia namna sifa za Allah. وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف, na ni kumtakasa Allah na kufana viumbe vyake bila kukanusha sifa hizo wala kuzibadilisha maana yake. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور, Allah asipomjalia mtu mwangaza hana mwangaza mwingine. Ahlus sunna hawaangalii akili zao wala hawakanushi sifa za Allah kupitia akili zao, kinyume cha hawa Maturidiyya na al-Ash'ira na al-Mu'tazila na al-Jahmiya. Wao wanatanguliza akili zao wakawacha nyuma nususi hizi za Qur'ani na Sunna, kinyume cha madhehebu sahihi ya ahli sunna wal jamaa. tumeelewa. ثم قال الشيخ: تنبيه: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. imejulikana kwa aliyotangulia kwamba kila muattil ni mumathil, kila anayekanusha sifa za Allah anamfananisha Allah na viumbe vyake. ulima mimma sabaq anna kulla muattilin mumathil wa kulla mumathilin muattil, kila mwenye kukanusha sifa za Allah ni mumathil, anamfananisha Allah na viumbe vyake, kwa sababu hakukanusha sifa hizo isipokuwa ni kwamba sifa hizo eti zimefanana na sifa za viumbe vyake. Ndio maana ni mumathilun, muattilun, mumathilun. Wa kulla mumathilin muattil, na kila mwenye kumfananisha Allah na sifa zake akazipigia mfano, huu ni muattil, anakanusha sifa za Allah. يقول الشيخ في شرح هذه الكلمة: تظن أنها من باب التناقض. كلمة hili utadhania kwamba ni katika upande wa tanaqudh, kugongana. wadhālika li'anna al-mu'attila yukaffiru al-mumaththil wal-mumaththila yukaffiru al-mu'attil. Mwenye kukanusha sifa za Allah anamkufurisha mumathil, mwenye kuzipigia mfano sifa za Allah akazifananisha na viumbe vyake. Walmumathila yukaffiru almu'attil, wote wanakufurishana. Fakaifa naqulu inna almu'attila muttasifun bitamthil walmumathila muttasifun bitta'til. Asema vipi tunasema kwa mu'attil ni mwenye kusifika na tamthil na mumathil naye ni mwenye kusifika na ta'til? Lidha qala amma ta'tilul mu'attil fa dhahir, ta'tili ya mu'attil, kukanusha kwa huyu mwenye kukanusha sifa za Allah kuko wazi. Wa amma tamthiluhu fali'annahu inma 'attala li'tiqadihi anna ithbata as-sifat yastalzimu at-tashbih.
Tamthili yake ni vipi muattil? Ni kwamba innama attala, huyu amekanusha sifa za Allah kwa kuitakidi kwake kwamba uthibitisho wa sifa za Allah unalazimu kumfananisha Allah na viumbe vyake. Famathala awalan wa attala thaniya, kwa amemfananisha Allah kwanza na viumbe vyake kisha akakanusha mara ya pili. Mwanielewa? Kama annahu bita'tilihi mathalahu binnaqisi, kama ilivyo kwamba kwa kukanusha kwake huyu amemfananisha Allah na naqis, vitu vipungufu. Hadha huwa ni mfano wa tamthili yake huyu muattil. Wa amma tamthilu almumathil fadhahir, ama tamthili ya huyu mumathil mwenye kumfananisha Allah, tamthili yake iko dhahir. Wa amma ta'tiluhu fa min thalathati awjuh, kukanusha kwake huyu mumathil kuna njia tatu. Al-awwal annahu attala nafsa an-nass alladhi athbata bihi as-sifa, ni kwamba huyu anaikanusha nafsi ya nasi inayothibitisha sifa ya Allah, haithu ja'alahu dalan ala tamthil, wakati ameijalia nasi hii inafahamisha kumfananisha Allah na viumbe, ma annahu la dalalata fihi alayhi, pamoja na kwamba haina ufahamisho huo nasi hiyo. Wa innama yadullu ala sifatin taliqu billahi azza wa jalla, isipokuwa nasi inayothibitisha sifa katika sifa za Allah, nasi hiyo inafahamisha kwamba sifa hiyo inafanana na yeye Allah azza wa jalla, haifanani na kiumbe chochote cha Allah. Bali yadahu mabsutatani, bali mikono yake imekunjuliwa, mikono inayofanana na utukufu wake Allah, mikono isiyofanana na kiumbe chochote. Ndiyo maana ya nasi hii. Idhan, anayekanusha sifa za Allah moja kwa moja anakanusha hii nasi inayothibitisha sifa. Athani, njia ya pili, annahu attala kulla nassin yadullu ala nafi mumathalati llahi li khalqihi, ni kwamba huyu muattil amekanusha kila nasi inayofahamisha kukanusha Allah kufanana na viumbe vyake. Nasi hizo pia amezikanusha. Uelewa? Kila nasi inayofahamisha kwamba Allah hajafanana na kiumbe chake chochote. Mfano, qauluhu ta'ala, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Muattil anaikanusha aya hii moja kwa moja. Mafuhumu yake kwa ufahamu wake ni kwamba nasi hii pia huyu muattil anaikanusha kwamba Allah hajafanana na kiumbe chochote. Laysa kamithlihi shay'un, hakufanana naye kitu chochote. Wa huwa as-sami'ul basir. Pia anakanusha walam yakul lahu kufuwan ahad, hakikufanana na yeye kitu chochote. Pia huyu anaikanusha. Njia ya pili katika njia za huyu muattil. Athalith, njia ya tatu, annahu attala Allah ta'ala an kamalihi alwajib, ni kwamba huyu anamkanusha Allah, anaukanusha ukamilifu wa Allah ulio wajib, haithu mathalahu bil makhluqi naqis, wakati amemfanisha Allah na kiumbe kipungufu. Ndio maana anakanusha sifa za Allah, kwa sababu wanasema zinafanana na viumbe, wakati sio hivyo. Aqida ya Ahlusunna wal Jamaa, nasi zinafahamisha sifa za Allah zote ni sifa zinazofanana na utukufu wake, hazijafanana na kiumbe chochote katika viumbe vya Allah azza wa jalla. Yaqulu Sheikh, hadha ta'tilun thalith, hii ni ta'tili ya tatu ya hawa muattila. فإذا زعم أن الله عز وجل استوى على العرش كاستوائه على السرير فقد عطل الله عن كماله الواجب. Akidai huyu muattil kwamba Allah azza wa jalla amelingana sawa juu ya arshi kama kulingana sawa kwake huyu muattil juu ya kitanda chake, hapa amemkanushia Allah ukamilifu wake wa wajib.
lianna tashbiha alkamili binnaqis yaj'aluhu naqisa kama huwa ma'ruf. Kukifananisha kitu kilichokamili na kitu pungufu, ukijalia hiki kamili pia ni kipungufu. Unaelewa? Lianna tashbiha alkamili binnaqis yaj'aluhu naqisa kama huwa ma'ruf. Kukifananisha kitu kamili na kipungufu kinajalia hicho kikamili pia ni kipungufu kama inavyojulikana. Tumeelewa? Tumesoma hapa beiti moja ya kufananisha bakora na upanga. Unaelewa? Tumesoma nasi hiyo kwamba uwezi ukasema kwamba upanga ni mkali zaidi kuliko bakora. Sasa hapo umeujalia upanga pia ni mpungufu. Umeelewa? Hakuna tawazun baina ya fimbo na upanga, si ndio? Kwa ndio hawa mu'attila. فصارت القاعدة عندنا أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. ndio imekuwa kaida kwetu ni kila mu'attil ni mumathil. Kila mwenye kukanusha sifa za Allah ni mwenye kumfanisha Allah na viumbe vyake, na kila mwenye kumfanisha Allah na viumbe vyake ni mu'attil, ni mwenye kukanusha sifa za Allah. Fal awwalu min wajhain wa thani min thalathati awjuh. Hizo alizozitaja shekhe. Huyu wa mwanzo ni kwamba anarudiwa kwa njia mbili, na huyu wa pili ni kwamba anarudiwa kwa njia tatu. Hizo alizozitaja kwamba njia ya kwanza ni kwamba anakanusha nafsi ya nasi hii ambayo inathibitisha sifa. Pili ni kwamba anakanusha kila nafsi ambayo inakanusha kufanana kwa Allah na viumbe vyake. Tatu ni kwamba huyu mu'attil attala Allah ta'ala an kamalihi alwajib haythu mathalahu bil makhluqin naqis. Tumefahamu hayo? Naam. قال الشيخ رحمه الله: فصل: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات. jua kwamba baadhi ya watu wanaofanya taawili ya sifa za Allah wamewaletea ahlus sunna shubha katika nasi za Qur'ani na Sunna zinazoelezea sifa za Allah. I'lam anna ba'dha ahli at-ta'wil awrada ala ahli as-sunnati shubhatan fi nususin min al-kitabi was-sunnah fi as-sifat. يقول هنا الشيخ رحمه الله: عرفنا مما سبق أشياء كثيرة من قواعد الأسماء والصفات. tumejua mengi katika yaliyotangulia katika misingi ya majina ya Allah na sifa zake. Wa khulasatuha annana natajannabu at-tamthila wat-takyif wa natajannabu at-tahrifa wat-ta'til. Ufupi wa misingi hiyo ni kwamba sisi tunajiepusha na kumfananisha Allah na viumbe vyake, tunajiepusha na kuzifanyia namna sifa zake, tunajiepusha na kuzibadilisha sifa na maana yake, pia tunajiepusha na kukanusha majina hayo na sifa zake. ونتجنب الخوض فيها بتعمق لا حاجة له. tunajiepusha na kuingilia na kuzama na kufanya na kuingia deep, ndio hiyo ambako hakuna haja kuingia deep katika sifa za Allah na majina yake. Wanaskutu amma sakata anhu as-sahaba radhiyallahu anhum. tunanyamaza vile walivyonyamazia masahaba radhiyallahu anhum, tunanyamaza pia. liannana na'lamu annahum ashaddu minna hirsan ala ma'rifati Allah ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. sisi tunajua kwamba masahaba wao wanapupa zaidi la kumjua Allah azza wa jalla kwa majina yake na sifa zake. ونعلم أن عندهم من إذا سألوه فهو أسد الناس جوابا. tunajua kwamba wao wakiulizwa, watu wakiwauliza, fahuwa ashaddu nnasi jawaban, wao ndio walio na majawabu yaliyo sahihi zaidi.
قال وقولنا أهل التأويل لما قال اعلم أن بعض أهل التأويل نرجو الله تعالى أن يعفو عنا بهذا التعبير. الشيخ رحمه الله سمع tunamtarajia Allah atusamehe kwa tabiri hii ya ahlu ta'wil lianna as-sawaba annahum ahlu tahrif. Sawa ni kwamba hawa ni watu waliobadilisha sifa za Allah wakazibadilisha maana yake. Lianna at-ta'wil alladhi bimaana at-tafsir sawa'un wafaqa adh-dhahira au khalafa adh-dhahir. Sababu ta'wil ambayo ina maana tafsir sawa iliwafiki dhahir au ilikhalif, laysa madhmuman at-ta'wil bal huwa mahmudun wajib. لكن التأويل الذي لا دليل عليه يجب أن نسميه بما يستحق من الأسماء وهو التحريف. هي تأويلي ambayo haina dalili lazima tuiwite jina ambalo linastahiki wa huwa tahrif. Nikubadilisha kwao hawa ni ahlu tahrif. Sheikh anasema hawa ni ahlu tahrif sio ta'wil. Idhan shubha yenyewe anasema iddaa anna ahla sunna sarafuha an dhahiriha liyulzima ahla sunna bilmuwafaqati ala at-ta'wil au almudahanati fihi. Anadai hawa baadhi ya watu wa ta'wil wanadai kuwa ahlu sunna nao wamepotosha sifa na kuziepusha na dhahiri yake kwa ajili ya kuwalazimisha ahlu sunna nao wawafiki wao katika ta'wil au almudahanati fihi au kunyamaza. Waqala كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه. anasema vipi nyinyi mnatukanushia ta'wili ya zile sifa ambazo zimezifanyia ta'wili, pamoja na kwamba nyinyi nanyi mmefanya hivyo hivyo fima awwaltumuhu, katika sifa ambazo mmezifanyia ta'wili. Hii ndiyo shubha. meelewa shubha yenyewe? qalu li ahli sunna innakum tunkiruna alaina at-ta'wil, nyinyi mnatukanushia mnatukataza sisi kufanya ta'wil. Wa huwa sarfu al-kalami an dhahirihi, ta'wil ni kupotosha maneno na dhahiri yake, kama vile wanavyofanya kwamba bali yadao mabsuta wanasema ni quwwa au ni neema. hiyo moja kwa moja wamepotosha kalima ya yad ila neema au alquwa. Faqala ahlu sunna na'am nunkiru alaykum hadha, ndio tunawakanushieni hili la kufanya ta'wil, liannakum tasrifuna an-nusus an dhahiriha, nyinyi mnapotosha nasi na dhahiri yake. Faqala hadha al-muawwil antum aidan, nyinyi pia saraftum an-nusus an dhahiriha fi iddati mawadhi, nyinyi pia mmepotosha nasi nyingi na dhahiri yake katika sehemu nyingi. Fayalzamukum ahadu amrayni, kwa inakulazimuni nyinyi moja ya mambo mawili, imma an tuwafiquna ala ma awwalnahu fatuawilu jami'a nusus, nyinyi pia ahlus-sunna inawalazim mtuwafiki sisi kwa zile nusus tulizofanyia ta'wil, na nyinyi mfanye ta'wil nusus zote za sifa za Allah. Wa imma an tudahinu wa taskutu anna wa naskuta ankum, ima mfanye mudahana, nyinyi mtunyamazie na sisi tukunyamazieni nyinyi, kila mmoja asimfanyie raddi mwingine. Umeelewa? Kama fi qawlihi ta'ala waddu law tudhinu fayudhinun, wanatamani wewe unyamaze na wao nao wanyamaze, yani uskut wa nahnu naskut, wewe nyamaza na sisi tunyamaza. Makafiri wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam.
وسميت مداهنة لأنها مأخوذة من الدهن لأن الدهن يلين القاسية. Sheikh anasema hii imeitwa mudahana sababu imechukuliwa katika duhun, na duhun mafuta yanalainisha kitu kile kigumu. Fakaanna linsana idha dahana ghairahu kaannahu lana ma'ahu, kama kwamba mtu akimfanyia mudahana mwingine anakuwa amelainika pamoja naye. Wasakata an batilihi, na amenyamazia batili yake. وكل هذا حتى يعذرهم أهل السنة بتاويله. yote hayo ili ahlu sunna wawape udhuru kwa taawili zao. mfano wa hilo anasema Sheikh, idda'u anna ahla sunna awwalu qawla Allah ta'ala tajri bi ayunina, wanadai kwamba ahlu sunna wamefanya taawil kauli ya Allah azza wa jalla tajri bi ayunina. وقالوا إنكم لم تأخذوا بظاهرها, wakasema kwamba nyinyi hamkuchukua aya hii kwa dhahiri yake. Lianna dhahiraha indahum anna as-safinata tajri fi wasati aini Allah. Wanasema kwamba dhahiri ya hii kwao ni kwamba jahazi linapita katikati ya macho ya Allah, ndio tajri bi ayunina. Fayaqulun hadha huwa dhahiru al-kalam, hii ndio dhahiri ya maneno ya Allah kwamba safina linapita katikati ya macho ya Allah, katika macho ya Allah. Wa ahlus sunna yaqulun tajri bi ayunina, yani tajri wa nahnu naraha bi ayunina, safina hilo linapita na sisi tunaliona kwa macho yetu. Wayajaluna albaa lilmusahaba, ahlus sunna wanaijalia baa hii bi ayunina ni ya musahaba walaysat lidharfiyya. umeelewa? قال وسيأتي بإذن الله جواب أهل السنة والجماعة على هذا لكني ضربت هنا مثلا. itakuja kwa idhni ya Allah jawabu la ahli-sunna wal jamaa kwa hili, lakini hapa anasema Sheikh nimepiga mfano tu libayani da'wa haula'il muawwilin, kwa madai potofu ya hawa muawwilin. unaelewa? mfano mwingine, wayakuluna aidan antum saraftum qawla Allah azza wa jalla fi alhadith alqudsi fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Wasema nyinyi pia ahlus-sunna mmepotosha kauli hii ya Allah katika hadithi al-Qudsi kwamba mimi nikimpenda mja wangu ninakuwa ni masikio yake anayosikilia, ni macho yake anayoonea, ni mikono yake anayokamatia, na ni miguu yake anayotembelea. Qalu dhahiru al-hadith anna Allah azza wa jalla yakunu lahu hadhihi al-a'dha. dhahiri ya hadithi hii ni kwamba Allah azza wa jalla anakuwa na viungo hivi, sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa rijlahu, wa antum la taquluna biha, nyinyi hamsemi hivi. Falimadha awwaltum ba'd an-nusus wa taraktum al-ba'd, kwa nini mmefanya tawili ya baadhi ya nasi na mkaacha baadhi nyingine? Walimadha tunkiruna alaina ta'wila ma awwalnahu ma'a irtikabikum limithlihi fima awwaltumuhu. wanasema hivyo. قال الشيخ وهذه في الواقع ليست حجة ولكنها شبهة. هي سي هوجة isipokuwa ni tata, ni hoja tata. لأن أهل السنة أولوا ما أولوا بدليل من الشرع. sababu أهل السنة wamefanya tawil, hayo waliofanyia tawil kwa dalili ya sheria. وإذا كان ذلك بدليل من الشرع فإن هذا التأويل الذي هو صرف للكلام عن ظاهره يعتبر تفسيرا. ikiwa tawili hii ya kubadilisha maana ya maneno na dhahiri yake, hii hufasiriwa ni tafsiri, sio ta'wil. ولهذا تجد ابن جرير رحمه الله إذا أراد أن يفسر الآية يقول القول في تأويل قول الله تعالى أي في تفسيرها. ابن جرير الطبري akitaka kufasiri aya anasema alqawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala, yani tafsiri,
tafsiri qawlihi ta'ala. Kwa hiyo hii ni shubha yao, wala si hoja hawa muawila, si hoja hii, bali ni shubha, ni hoja tata ambayo haina hata mashiko. Kwa hiyo Ahlus Sunna wal Jamaa wanafanya taawili ni taawili kwa dalili, si wanafanya taawili kulingana na akili zao, kwa kufuata akili zao kama hawa wanavyotegemea akili zao kuliko nususi hizi za Qur'ani na Sunna. Kisha Sheikh anasema wa nahnu nujibu bi'aunillahi ta'ala hadhihi shubha bijawabaini mujmalin wa mufassal. Inadhani itakuwa ni darasa kesho biidhnillahi ta'ala ya kujibu shubha hiyo ya hawa muawila. فنكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.